Majira na nyakati vinabadilika. Inasema majira na nyakati yasipobadilika, hakuna jambo jipya linaloweza kutokea katika maisha yako. Mtu wa Mungu, majira na nyakati yasipobadilika, hakuna jambo jipya linaloweza kubadilika katika maisha yako. Kwa hakikisha unabadilisha nyakati na majira. Badilisha mtazamo, badilisha fikira, badilisha mawazo. Hakikisha unabadilisha, kwa sababu ukiendelea kuganda sehemu moja, ukiendelea kuweka mawazo sehemu moja, fikra sehemu moja, mtazamo sehemu moja, utajikuta umekuwa dormant sehemu hiyo. Mawazo yako hayatakuwa na nguvu ya yani, mawazo yako yatakuwa kama vile yamefungwa. Akili zako haziwezi kupanuka. Mtazamo wako utakuwa ni mtazamo ambao hafifu. Una vision ya mbele, una maono ya mbele, una mtazamo wa mbali. Kwa hiyo hakikisha unabadilisha majira na nyakati. Angalia mambo ambayo yaliyokuwa mwaka uliopita, miaka iliyopita, miezi iliyopita. Hakikisha unabadilisha mtazamo au unabadilisha jambo hilo. Haleluya. Yes. Usinang'anie kitu kimoja na wakati hakifanikiwi. Usinang'anie jambo moja na wakati aliendelei. Usinang'anie ofisi moja, upo kwenye ofisi hiyo muda wote ufanikiwi. Hakikisha unabadilisha majira na nyakati ili jambo jipya lipate kufanyaje? Lipate kutokea. Ukisoma Methali, ukisoma Mhubiri. Yes, ukisoma kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa kwanza yakwambia kwamba kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kila kitu duniani kina majira yake. Na kila jambo lina nyakati yake. Kwa hakikisha yale ambao wewe ndio uliyapitia yalikuwa ni majira yake kipindi hicho. Zilikuwa ni nyakati zake kipindi hicho. Lakini sasa hivi badilisha mtazamo, badilisha nyakati, badilisha majira. Hakikisha unapoenda kuvuka huu mwaka, unakoelekea huko, nenda na majira mengine, nenda na nyakati zingine. Hakikisha mkuki wa saa wako au some saa 6 au some saa 7, hakikisha unaanza 0. Badilisha majira. Focus, toka. Mungu atakukutanisha na mtu aliye sahihi. Atakukutanisha na watu walio sahihi, wenye majira yako, wenye nyakati zako. Wewe fanya. Mungu anachokisubiri tu ni wewe utoke. Kuhakikisha kwamba upige hatua, kwamba nimefanya hatua hapa, nimepiga hatua, ili Bwana akapata kukutanisha na watu walio sahihi. Kwa hakikisha unabadilisha nyakati na majira. Miaka nenda rudi, upo kwenye ofisi moja, toka, nenda sehemu nyingine. Huko Bwana atakukutanisha na watu walio sahihi. Bwana atakukutanisha na watu walio sahihi. Atakupa connection ya watu walio sahihi ambao wanaendelea majira yako. Kwa sababu badilisha nyakati, badilisha majira. Ni lazima ukutane na watu wa majira hayo na nyakati hizo, lazima ukutane nao. Haleluya. Bwana tuwe sana. Kwa hili jambo jipya lipate kutokea, inabidi uhakikishe majira nyakati unabadilisha. Yes. Haleluya. Yes. Ukisoma Wagalatia 4, Galatia 4 mstari wa kwanza mpaka wa 9 anasema, basi nasema hivi, murisi akiwa bado mdogo au bado mtoto, awi tofauti na mtumwa, ingawa mali yote ni yake. 2, wakati huo wote yuko chini ya walinzi. Yes, chini ya walinzi na wazamini mpaka wakati ule uliowekwa na baba yake. 3, hali kadhalika na sisi tulipokuwa bado watoto, tulikuwa watumwa wa pepo, watawala wa ulimwengu. Lakini wakati ule maalum ulipotimia, Mungu alimtuma mwanaye aliyezaliwa na mwanamke, akaishi chini ya sheria, apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tufanywe wana wa Mungu. Kwa vile sasa nyinyi ni wanawe Mungu, amemtuma roho wa mwanaye mioyoni mwenu, roho ambaye uliandaa, yani Baba, basi wewe si mtumwa tena, bali mwana, na ikiwa
ni mwana, basi wewe utapokea yote Mungu aliyowawekea watoto wake. Tazameni